Naam, kaka Migoi, mambo ni aje kaka? Mambo mazuri, namshukuru Mwenyezi Mungu, tuko salama, tuko na afya njema ndugu yangu. Naam, naona kibalagashia cha Juma hicho kimekaa mahali pake. Juma Kalimu bwana, nashukuru Mwenyezi Mungu, muda umepita kwenda kupata ibada, basi alhamdulillah. Sababu siku zote tunahimizwa ikifika siku ya Ijumaa baada ya kusikia adhana, basi fungeni biashara zenu ili kwenda kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jambo hilo namshukuru Mwenyezi Mungu, tunasema alhamdulillah. Yes, bana, siku ya Ijumaa imeanza na barua ambayo wekundu wa Msimbazi Simba wameichapisha katika kurasa zao za mitandao ya kijamii wakielezea ile ruhusa ambayo wamepata kutoka kwa wizara husika kwenye michezo kwamba wanaruhusiwa kwenda kufanya mazoezi kwenye siku ya tarehe 14, siku moja kabla ya mchezo wa Kariakoo Derby ambao umekuwa na sintofahamu. Kwanza wana Simba, mmeipokeaje barua hii na inatoa taswira gani kwenye hili sakata ambalo limebeba hatma ya mpira wa nchi? Kwanza niwapongeze sana viongozi wa klabu ya Simba kuling'amua hili jambo kwa namna ambavyo kuna haja ya kupeleka maombi katika wizara, lakini pia nipongeze wizara kukubali maombi ya Simba. Lakini kuna watu wanaweza wakashangaa wengi sana kwamba huu taratibu ukuepo. Kwa nini leo klabu ya Simba inakwenda kuchukua barua kwenye wizara ya michezo na utamaduni? Kuna viashiria ambavyo sisi Simba tunaamini kwamba kuna watu inawezekana wakaja kutufanyia fujo katika uwanja Benjamin Mkapa. Kwa hiyo ili kuchukua tahadhari ni kuifahamisha serikali na kuweza kutupa ulinzi juu ya kile ambacho Simba tunataka kukifanya siku ya Jumamosi katika uwanja Benjamin William Mkapa. Kwa hiyo hii lazima kuwapongeza. Kuona namna ambavyo viongozi wanaona cha mbele nini kinaweza kija kutokea. Kwa hiyo jambo jema, ni jambo zuri, lakini pia niwapongeze wizara, wamekwenda kutekeleza majukumu yao kwa kuwapa barua Simba kuendelea kutumia katika uwanja Benjamin William Mkapa. Kwa sababu kwanza Simba tunachokiamini, Simba ambacho tunaoamini, uwanja Benjamin Mkapa ni uwanja wa serikali. Na unapozungumzia uwanja wa serikali, maana yake uko chini ya Wizara ya Habari, Michezo na Utamaduni. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, unapopata ruhusa kutoka katika Wizara ya Michezo wakajua kwamba kuna jambo linafanyika katika uwanja wao, basi tunaamini na ulinzi unakuwepo katika hayo maeneo. Kwa hiyo niwapongeze sana Simba kwa kuona namna ambavyo staili ambazo zilizochukua. Labda hii barua kutoka na kuwapa ruhusa wekundu wa Msimbazi Simba kwenda kujiandaa na mchezo husika, ni inaweza ikawa labda ni viashiria kuonyesha kwamba ama bodi ya ligi na TFF kwamba msimamo wao ni kwamba hii dabi ichezwe licha ya watani wenu ambao ndio wapinzani wenu kwenye mchezo huo, kutaka kuonyesha umwamba kwamba huu mchezo haupaswi kuchezwa kwa namna yote hadi yale matakwa yao yakubaliwe na mamlaka husika. Sisi Simba tunaamini mchezo upo. Sisi Simba tunaamini mchezo upo, na kwa sababu tunaamini mchezo upo, wenye mamlaka ndio ametuambia tarehe 15 kuna mechi katika uwanja Benjamin Mkapa. Kwa hiyo ili mechi isichezeke, maana yake wenye mamlaka lazima waje na kauli tofauti. Wenye mamlaka lazima waje na kauli tofauti. Kwa hiyo hakuna kauli yote ya mamlaka iliyokuja tofauti na ile ambayo uliotueleza mwanzo kwamba mechi ipo inafanyika tarehe 15. Kupitia ninyi waandishi wa habari, ili nitaendelea kulisema, niwaombe sana mashabiki wa Simba tukutane katika uwanja Benjamin Mkapa. Mnakabia, wanasema mnakabia juu kwenye hili. Jana mlitoa taarifa na leo mmetoa barua ya wizara. Na bahati nzuri barua zetu zinakwenda kuumiza watu vichwa. Kwa sababu unajua unapozungumzia barua ni jambo la kitaalamu kuandika. Na ndio maana niliwahi kusema na nimeendelea kusema, watani wetu wameandika barua zaidi ya mwezi mmoja haijapata majibu mpaka leo. Wanaendelea kupambana tu. Lakini Simba tuliandika barua siku yani masaa tu 6 mpaka 7 ilikwenda kujibiwa. Kwa nini ilikwenda kujibiwa? Maana yake tu barua yetu ilikuwa na logic katika kile ambacho tulichokwenda kukidai. Wao wanaendelea kuhangaika. Lakini jana tumetoa barua nyingine. Ile barua ina maudhui mawili. Moja ni kukumbusha, lakini pili kuweka tahadhari. Na ndio maana ukisoma ile barua ndani yake nasema ikitokea mabadiliko yote juu ya mchezo wa kufanyika tarehe 15, sisi Simba Sports Club hatuko tayari tena kuona hii mechi inachezwa. Tunaamini kwamba hii mechi imefanyaje? Imekwisha. Hiyo ni tahadhari. Lakini pia ndani ya barua kuna kumbukumbu inatukumbusha kwamba tarehe 15 mchezo upo. Shida huu mchezo uko kwenu waandishi wa habari. Kivipi Kisugu? Sitofahamu zote zinazotokea, nyinyi waandishi wa habari asilimia kubwa mnachangia katika hili. Sisi hao. Kwa sababu laiti mngekwenda kuitumia taaluma yenu vizuri ya kwenda kuelimisha jamii, kwenda kuelimisha kanuni na katiba za hizo vilabu, sitofahamu zisingetokea.
Sasa Kisugu, kuelimisha watu katiba za vilabu vyao vinavyozungumza ni swala letu wanahabari, ama ni swala la vilabu vyenyewe kuelimisha wanachama wao kujua taratibu na sheria za mpira zinavyotaka? Jukumu la waandishi wa habari ni nini? Kuhabarisha. Wahabarisheni. Ibara ya 8 inasema hivi, ibara ya 10 inasema hivi, wengine hawajui. Sasa Kisugu, sisi tunahabarisha, viongozi wao wanasema hivi. Utawatoa kweli wanachama wao kutoka kwenye kile ambacho viongozi wao wanaamini? Mimi niwaombe tu watani. Wasilete timu. Niwaombe watani wasilete timu. Mkaifanye kuwa Simba Day, si ndio? Wasilete timu. Na mimi naamini hawaleti. Lakini kuto kuleta timu watani, tunakwenda kutengeneza mpira wetu upya. Moja, wenye mamlaka, lile jambo la kusema huruma sio malezi sasa wataliweka pembeni. Wenye mamlaka itafika mahala sasa watasema wakati sahihi wa kusimama kwenye kanuni na sheria ni wakati huu. Wao wanaamini jina lao wanaotumia la Mwananchi, wanaamini kwamba wao wana mamlaka ya kuamua chochote kwenye nchi wanachokitaka. Ili sasa tuweze kuiondoa hiyo dhana, maana yake lazima wasimame katika msimamo wao, tulete timu ili zenye mamlaka sasa zende zikafanyaje, zikamue. Na ndio maana leo inakwenda mpaka msemaji anasema wa Dar es Salaam Africans tunahitaji kumuona kama kuna kidume atakayeweza kuchukua hata nusu pointi ya kwetu. Unamuona Kisugu? Wandengeleko wanasema lugha moja, wanasema mwaka ngalamuno. Shehe, tumebakiwa masaa tu. Wanachoamini kwamba kuna jambo litatokea, hakuna. Jambo gani wanaloamini wao Kisugu? Na niwaambie bodi ya ligi, niwakumbushe, nafikiri wanajua, wakijichanganya namna yoyote ya kubadilisha hii mechi, kinachotokea maana yake kwamba ligi mwaka huu haitokwisha. Bodi ya ligi leo wasiamini, wakisema kwamba mechi hii tunaibadilisha kuipeleka tarehe fulani, wasiamini kwamba Simba wanaweza kukubaliana moja kwa moja na hiyo tarehe. Nchi imebaki na muda mchache sana, tunajitakiwa kwenda kujiandaa katika mashindano ya CHAN. National team kwa mtazamo wangu imechelewa sana. Tarehe 10 mwezi wa 7 natakiwa tayari maandalizi ya CHAN yameshafanyaje, yameshaanza. Maana yake ili ligi ishe, maana yake lazima mashindano ya CHAN yakafanyaje, yakafanyike. Kama hizo tarehe tukicheza nazo, maana yake kwamba mashindano ya CHAN yatakapokuja kuanza, ligi yetu itakwenda kuisha mwezi wa 9. Kama ligi kuisha mwezi wa 9, itakwenda kuanza mwezi gani? Na niseme tu bila kupepesa macho, niwapongeze sana shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Niwapongeze sana bodi ya ligi kwa msimamo wao. Japokuwa kuna wanasiasa wanawatisha na kuna maneno ya ajabu yanakwenda kufanyika, niwaombe wasimame kwenye msimamo wao. Hukumu ya wanasiasa watu wache sisi tuliowateua na kuwachagua. Kwamba kama msimamo wa bodi ya ligi ni mechi ichezwe, mechi ichezwe. Labda waangalie kama kuna namna kunaweza kugairishwa mchezo, wagairishe. Ama leo kujisemea watoto wa mjini Yanga tayari management wameshatema bungo, ila tu hawawezi kusema. Kivipi Kisugu? Lakini kuna kundi la wanasiasa wenye ushabiki na Yanga, ni wanachama wa Yanga wenye uwezo mkubwa wa kushawishi, wanaamini kwamba wao wanaitumia hiyo nafasi ya kutaka kushawishi kwamba mechi ipelekwe mbele, na kibaya zaidi mpaka tarehe wameshaitengeneza tarehe 22. Tunajua, na niwaombe sana wanasiasa, ni watu ambao wana heshima kubwa, ni watu ambao mimi binafsi nawaheshimia, lakini ninachowakumbusha, wakati wanakuja huku kwetu, hakuja huku kwa sababu ya kuchaguliwa usimba na uyanga. Tuliwachagua kwa sababu tumewaamini wende wakatekeleza yale malalamiko yetu. Wakiingia kwenye interest tuliowachagua kutaka kwenda kutumiza, nenda kawaambie sisi sio vilima, sisi ni people
tutakutana. Hebu irudie kwanza hiyo Kisugu. Walipokuja kule waliozungumza tukawaamini, tukawaambia nendeni mkatatulie matatizo yetu na mambo mengine yaendelee. Yawezekana majukumu hayo wameyafanya, lakini wakaja kujisahau, wanakuja kuingiza interest mambo ya mpira, maana yake wanakwenda kuwaumiza waliowateua. Nendeni mkawaambia wanasiasa wanaopambana kusababisha dabi yailishwe. Sisi sio vilima, sisi ni people, tutakutana. Na bahati nzuri wote waliopambana hawakuteuliwa, wamechaguliwa. Na wale wachagua ndio sisi. People sasa. Waache kumsumbua Karia. Waache kumsumbua Mzee Mguto. Maisha ni kuchagua, na wameshachagua wao kwa wanasiasa. Watu wachie mpira wetu. Ngoja nikwambie mwandishi wa habari. Leo nitasema kwa hisia ili ujumbe ufanyeje? Ufike. Hawa wanasiasa inafika mahala wanakwenda kukinzana na sera ya nchi. Nchi inasimama kwenye michezo, wao wanakwenda kupambana kuhakikisha juhudi za Mheshimiwa Rais haziendi mbele. Wao wanasiasa kazi yao. Leo hii nchi inakwenda kuandaa mashindano 2027 AFCON. Nchi inakwenda kuandaa mashindano ya CHAN kesho kutwa. Leo wao inafika mahala wanawashawishi mpaka wanachama wa Yanga waende mahakamani. Maana yake mahakama inapokwenda kutoa hukumu, nchi inakwenda kufungiwa. Juhudi za Mheshimiwa Rais zitakwenda mbele, mpira kuona namna ambavyo unachezeka kwenye mpira wake amua kufungia. Haziwezi kwenda Kisugu. Nawaambia waache. Laiti wao kama wanaamua, wana interest zao, waache kulia, wabaki kushoto. Tujibizane kwenye mpira, tujue hawa kwamba maadui wenzetu kwenye football. Kuna muda ukipewa heshima ipokee heshima, ukiheshimiwa heshimika. Kama ukilazimika kwamba wewe hutaki kuheshimiwa, wako watu ambao wanahitaji kuheshimu watu. Nendeni mkawaambie sisi sio vilima, sisi ni people, tutakutana.